Jambo na habari za asubuhi mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu umeamka salama salimini kabisa na unaendelea kwa vizuri popote pale ambapo unaendelea kutega sikio matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 14 Januari mwaka 2026, na nikwambie tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kukuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla chochote tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kule comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Kivu News Info ni yetu na mazungumzo yetu ya kila siku, tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi na kuendelea kutuandikia na kutujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Itelo Jelonga. Basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 14 Januari mwaka 2026. Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Msikilizaji wa Kivu News Info, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika maeneo ya kati na ya juu ya nyanda za juu ya wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini, hususan kwenye mihili ya Mkoko na Mbukuma hadi ya Bala. Kilo hiki kimetolewa na kijana mmoja, kiongozi wa kijamii kutoka barabara ya Mwenga, ambaye ameandika barua rasmi kwa kamanda wa mkoa wa kijeshi wa 33 siku ya Jumatatu tarehe 12 Januari. Katika barua hiyo, kiongozi huyo anadai kuwa kuwepo kwa tuhuma nzito za ushirikiano kati ya afisa mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uasi wa M23 Twirwaneho. Kwa mujibu wa barua hiyo, afisa huyo anayetajwa kwa jina la Major John, ambaye ni kamanda wa nafasi ya kijeshi na ya Nambukuma Abala katika kundi la Basilocha, anadaiwa kuwa alikuwa akifanya mawasiliano ya moja kwa moja na waasi na hata kuwapatia mipango ya kijeshi na nafasi za FARDC. Tuhuma hizo zinaelezwa kuwa ndizo zilizosababisha shambulio kali lilotokea Jumapili tarehe 11 Januari, ambako askari 4 wa FARDC walipoteza maisha. Mwandishi wa barua hiyo alieleza kuwa mienendo ya kutiliwa shaka ya afisa huyo si ya sasa tu. Anadai kuwa hata wakati Meja John alipokuwa Lusuku kwa kama naibu wa Meja Bea Fontaine, aliwahi mara kadhaa kutoa taarifa za kijeshi kwa makundi yenye silaha ya Ngomino na Twirwaneho. Aidha, anakumbusha kuwa wakati wa mashambulizi ya tarehe mosi Aprili mwaka 2025 dhidi ya vijiji vya Lusuku na Wamlema, afisa huyo anadaiwa kusaidia maadui kwa kuonyesha njia ya kuzunguka nafasi za FARDC. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa meja huyo alikamatwa na kupelekwa Wamlema kwa uchunguzi zaidi. Hata hivyo, kuna hofu miongoni mwa wakazi kwamba huenda uchunguzi huo usiwe wa haki kutokana na madai kwamba kamanda wa sekta ya Wamlema ni ndugu wa karibu na afisa huyo anayehusishwa na tuhuma hizo. Kutokana na hali hiyo, kiongozi huyo wa jamii anaomba kamanda wa juu ya kijeshi kufanya uchunguzi wa kina na wa haki dhidi ya maafisa wote wanaotumiwa kushirikiana na adui. Pia anataka kuondolewa mara moja kwa vikosi vya FARDC vilivyopo kwenye mstari wa mbele wa Mkoko hadi 0.0, akivituhumu kuwa uzembe wa ushirikiano na makundi yenye silaha. Zaidi yao anatoa wito kwa kufanyiwa marekebisho upya uongozi wa kijeshi, hususan baada ya baadhi ya vikosi kuondoka Minembwe na Mikenge bila mapambano makubwa. Kiongozi wao anamalizia kwa kukosoa mkakati wa sasa wa kijeshi, akisema kuwa kukaa kusubiri mashambulizi adui kunatoa nafasi zaidi ya waasi na kuhatarisha maisha ya raia. Anasisitiza kuwa katika vita, kushambuliwa kwa wakati ni njia bora ya kulinda taifa. Huu ni wito wa kizalendo kwa serikali na uongozi wa kijeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kurejesha amani kati ya jeshi la wananchi na kuhakikisha ulinzi wa kweli wa raia katika nyanda za juu za Fizi.
Mapigano mapya yameripotiwa wakati wapiganaji wa wazalendo wa CMC FDP na waasi wa M23 katika kijiji cha Maisha na Kanyonga viliopo katika kundi la Bukombo wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano yalianza tangu Jumatatu tarehe 12 Januari katika kijiji cha Kanyangoge kabla ya kusambaa tena asubuhi ya Jumanne tarehe 13 Januari katika kijiji cha Masha ambacho kipo umbali wa kilomita 1 hadi 2 kutoka katikati ya Mweso. Wakazi wanasema walikuwa wakisikia masauti za risasi nzito na nyepesi kwa muda mrefu licha ya taarifa zilizoelezwa kuwa waasi wa M23 wameongeza idadi ya wapiganaji wao katika eneo hilo. Hali hiyo imesababisha taruki ya muda miongoni mwa wakazi, hasa baada ya kuwasili kwa raia waliokimbia makazi yao kutoka maeneo yanayokumbwa na mapigano. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa licha hofu hiyo, shughuli za kijamii na kiuchumi zimeendelea kwa kiwango fulani na shule pia zimeendelea na masomo kama kawaida. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo au majeruhi, kwani mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele. Mapigano yanajiri siku moja tu baada ya matukio mengine ya mapigano kuripotiwa katika kijiji cha Bumbasha ambako operesheni za kijeshi za waasi wa M23 zinaendelea dhidi ya wazalendo wa CMC FDP. Wakazi wanaeleza kuwa mto Mweso ndio mpaka pekee wa asili unaotenganisha vijiji vinavyoshambuliwa na mji wa Mweso. Jambo linazidisha hofu ya kuenea kwa mapigano karibu zaidi na vituo hiyo muhimu cha kibiashara. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika eneo la Ruchuru, huku wananchi wakiendelea kuishi katika wasiwasi mkubwa wakihofia kusambaa kwa mapigano na athari zake kwa maisha yao ya kila siku. Shughuli zote za kijamii na kiuchumi zimesalia kusimama siku ya Jumanne tarehe 13 Januari katika mji wa kibiashara wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hiyo inatokana na siku ya Ville Morte, yaani siku ya kufunga shughuli zote iliyotangazwa na harakati za kiraia pamoja na makundi ya shinikizo katika mji huo. Kwa mujibu wa waandaaji wa maandamano hayo ya amani, lengo kuu ni kupinga hali ya usalama inayozidi kuzorota mjini Butembo, kulaani mauaji yanayoendelea kufanywa na wapiganaji wa ADF pamoja na kudai kuondolewa kwa hali ya utawala wa kijeshi maarufu kama Etat de Siege katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri jirani. Waandaaji wanasema kuwa hali ya sasa ikubaliki, hasa ikizingatiwa idadi kubwa ya raia wanaoendelea kupoteza maisha yao kila siku. Daniele Matokeo ambaye ni mwanachama wa harakati moja ya kiraia mjini Butembo kumrazi, amesema kuwa siku hiyo ya Ville Morte imelenga kuzikumbusha mamlaka zilizo chini ya hali ya utawala wa kijeshi kuchukua hatua madhubuti za kurejesha usalama. Amesema kuwa ndani ya kipindi cha siku 10 pekee watu wasiopungua 41 wameuawa na wapiganaji wa ADF. Alinazua maswali makubwa juu ya ufanisi wa hali ya Etat de Siege. Kwa mujibu wake, vikosi vya kijeshi vinavyoonekana kujikita zaidi kwenye masuala ya kisiasa badala kushughulikia changamoto za kiusalama zinazokabili raia. Siku ya Ville Morte imezingatiwa kwa kiwango kikubwa, huku maduka yakibaki yamefungwa, masoko yakiwa tupu na usafiri wa umma ukisimama katika sehemu kubwa ya mji wa Butembo. Hatua imechukuliwa katika mazingira ya hofu na wasiwasi, kwani wakazi wanasema karibu kila usiku kumekuwa na matukio ya watu kuuawa kwa kupigwa risasi, hali inayozidi kuvunja moyo wananchi. Kupitia maandamano haya ya kimya, wakazi wa Butembo wanaitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusikiliza kilio chao, kurejesha amani ya kudumu na kuchukua hatua za haraka ili kulinda maisha ya raia. Kamishna mwandamizi wa polisi Abeli Mwango Gerale, ambaye ni kamanda wa polisi wa mji wa Bunia, ametangaza kukamatwa kwa watu wa kadhaa wanaotumiwa kuhusika na vitendo vya uhalifu kwa kutumia silaha ambavyo vimeripotiwa hivi karibuni katika mji wa Bunia na maeneo yake ya jirani mkoani Ituri. Akizungumza na waandishi wa habari, kamishna huyo amesema kuwa mwishoni mwa mwaka 2025 na mwanzoni mwa mwaka 2026 kumekuwa na ongezeko la visa vya uhalifu katika mji wa Bunia, hali inayosababisha vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka.
Kwa mujibu wake, operesheni maalum zinafanywa na vikosi vya usalama vimewezesha kuwakamata kwa washukiwa 4 wakuu, wakiwemo wanajeshi 3 na raia 1. Aidha, watu wengine 6 wanaodaiwa kuwa wapokeaji wa mali za uwazi yani reselere pia wamekamatwa. Watu hao wanatumiwa kuhusika moja kwa moja au kwa njia nyingine katika mauaji ya dereva wa teksi marehemu Dieu Merci ambaye alikuwa mwanachama wa chama cha Al-Askar. Tukio hilo la mauaji tokea usiku wa kuamkia tarehe 11 Januari majira saa 4 usiku katika barabara ya Mbunia moja mtaa wa Bwakoko katika munispa ya Bunia. Kamishna Abeli Mwango General amesema kuwa uchunguzi bado unaendelea ili kubaini watu wote wanaohusika iwe kwa karibu au kwa mbali katika vitendo hivyo vya kihalifu. Ameonya vikali kuwa hakuna atakayevumiliwa, akisisitiza kuwa kila mtu anayehusika atafuatiliwa hadi akamatwe na kufikishwa mbele ya vyombo vya haki bila ubaguzi wala kinga yoyote. Wakati huo, kamanda huyo wa polisi amewahakikishia wakazi wa Bunia kuwa hali ya usalama iko chini ya udhibiti wa vyombo vya dola. Amewataka wananchi waendelee kuwa watulivu, wawe waangalifu na washirikiane kwa karibu na vikosi vya usalama kwa kutoa taarifa za watu au vitendo vinavyotia shaka. Kwa mujibu wa polisi, ushirikiano kati ya raia na vyombo vya usalama ni nguzo muhimu katika kuhakikisha amani ya kudumu na kulinda maisha na mali za wananchi wa Bunia. Tukio la kusikitisha limeripotiwa katika kijiji cha Mai Moya, makao makuu ya kundi la Bambuba Kisiki wilaya ya Beni mkoani Kivu Kaskazini, ambapo watu 3 wameuawa kinyama jioni ya Jumatatu tarehe 12 Januari. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa jumuiya ya kiraia eneo hilo, waliouawa wote ni raia wa jamii ya Wapigme, wakiwemo mwanamke mmoja aliyekuwa mjamzito. Tukio linatokea katika eneo la Kisanga karibu na kambi ya zamani ya MONUSCO pembezoni mwa barabara ya Samboko. Rais wa jumuiya ya kiraia Mai Moya Yango Bwema amesema kuwa mtumiwa wa mauaji hayo anafahamika kwa jina la Joele Yoshua maarufu kama jina Chapele. Anadaiwa kuwa mtumiwa huyo alitokea Manove na kufika usiku katika kambi ya Kisanga ambako alianza kushambulia mke wake alikuwa mjamzito kabla kuwaua watu wengine 2. Kwa mujibu wa Yango Bwena, waliopoteza maisha ni Anziani, Fatuma na Asina. Tukio limezua huzuni na hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Mai Moya. Taarifa imethibitishwa pia na mamlaka za kiutawala katika eneo hilo. Kasereka Monanga, katibu wa kiutawala wa kundi la Babumba Kisiki, amesema kuwa miili ya wahanga tayari imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha eneo hilo. Ameongeza kuwa mtumiwa wa mauaji hayo ametoroka na hajulikani alipo kwa sasa. Hata hivyo, uchunguzi umeanza rasmi ili kumtafuta na kumfikisha mbele ya sheria. Vyanzo vingine vya kujitegemea vinaeleza kuwa huenda mauaji hayo yalipangwa na kushirikiana na kundi jingine la Wapigme ambao walionekana kuwepo umbali wa mita chache kutoka kambi ya Kichanga wakati wa tukio hilo. Taarifa hiyo bado haijathibitishwa rasmi na vyombo vya usalama. Jumuiya ya kiraia inatoa wito kwa vyombo vya dola kuharakisha uchunguzi, kuimarisha ulinzi katika eneo la Mai Moya na kuhakikisha wahusika wote wa tukio hili wanakamatwa na kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Tukio hili linaacha majonzi makubwa katika jamii, hasa kwa kuzingatia mazingira ya usalama ambayo tayari ni tete katika wilaya ya Beni. Msiba mkubwa umeripotiwa katika kijiji cha Kashebere kilichopo katika kundi la Luberiki wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, ambako watu kadhaa wamepoteza maisha yao kufuatia maporomoko ya ardhi. Kwa mujibu wa shirika la kiraia la Groupe d'Animation pour la Protection de l'Enfance GAPI tawi la Walikale, tukio hilo lilitokea majira ya saa 7 usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 13 Januari, wakati mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika eneo hilo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa takribani watu 12 walifariki dunia papo hapo, huku wengine wakijeruhiwa vibaya na wengine majeraha ya kawaida. Mbali na kupoteza maisha ya watu, nyumba kadhaa zimebomolewa na mashamba ya wakazi kuharibiwa vibaya na maporomoko hayo ya ardhi. Hata hivyo, baadaye kiongozi wa shirika la GAPE Bayomba Mishiki, ambaye ni mratibu wa shirika hilo katika eneo la Walikale, amesema kuwa idadi ya waliopoteza maisha imeongezeka. Kwa mujibu wake, hadi sasa takwimu za muda zinaonyesha kuwa watu 31 wamefariki dunia, huku wengine bado hawajapatikana chini ya vifusi.
Bayomba Mishake ameongeza kuwa watu waliojeruhiwa wamekimbizwa katika kituo cha afya cha rufaa cha Kashebere kinachoitwa Machumbi ambako wanaendelea kupatiwa matibabu. Amesisitiza kuwa operesheni za kutafuta miili bado inaendelea, hivyo idadi ya waathirika huenda ikaongezeka. Mkasa huu ambao ni wa kwanza kushuhudiwa katika eneo hilo umewacha wakazi wa Kashebere na vijiji jirani kuwa katika hali ya huzuni, hofu na mashangao mkubwa. Kwa upande wao, mamlaka ya sekta Wanyanga zinasema zimeanza jitihada za dharura kwa kushirikiana na wakazi wa mashirika jamii ili kuokoa manusura, kuondoa vifusi na kupunguza madhara ya janga hilo. Mamlaka hizo zinatoa wito kwa wakazi wanaoishi katika maeneo ya milima na mabonde kwa uangalifu zaidi, hasa katika kipindi hichi cha mvua nyingi, kwani hatari ya maporomoko ya ardhi bado ipo. Hali ya hewa inaendelea kuwa changamoto kubwa kwa wakazi wa maeneo ya Walikale, huku jamii ikiomba kuchukua tahadhari na kutafuta maelekezo ya usalama kutoka kwa mamlaka husika. Gavana wa kijeshi wa mkoa wa Ituri, Luteni Jenerali Luboya Nshakama, amehakikisha kuwa hatua madhubuti zinaendelea kuchukuliwa ili kumkamata Thomas Lubanga anayetajwa kuwa kiongozi wa uasi wa CRP kwa tuhuma za kuhusika katika uhalifu unaoathiri usalama wa raia. Akizungumza katika mkutaba wa juhudi za kurejesha amani na utulivu katika mkoa wa Ituri, Luteni Jenerali Luboya amesema kuwa vyombo vya usalama viko macho na vinafanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha kwamba wahusika wote wa vitendo vya uhalifu wanakamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Gavana wa kijeshi amesisitiza kuwa serikali haitavumilia vitendo vya uasi, mauaji wala ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na makundi yenye silaha. Ameeleza kuwa Thomas Lubanga kama viongozi wengine wa makundi yanayopigana atawajibishwa kwa mujibu wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mamlaka za kijeshi, uasi wa CRP umetajwa kuhusika katika vitendo vinavyotishia amani na usalama wa wananchi katika baadhi ya maeneo ya Ituri, hali inayochangia hofu, wakimbizi wa ndani na kuvurugika kwa shughuli za kijamii na kiuchumi. Luteni Jenerali Luboya Shinkama amewahakikishia wakazi wa Ituri kuwa operesheni za kijeshi na kiusalama zinaendelea kuimarishwa kwa lengo la kulinda raia, kurejesha mamlaka ya dola na kumaliza kabisa vitisho vinavyotokana na makundi yenye silaha. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa sahihi kuhusu mienendo ya makundi ya uasi, akisisitiza kuwa ushirikiano wa raia ni nguzo muhimu katika kupatikana kwa amani ya kudumu. Huku hali ya kiusalama ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu, wakazi wa Ituri wanahimizwa kubaki watulivu na kuwa ni amani na hatua zinazochukuliwa kwa serikali pamoja na jeshi la taifa. Toma wana tokokanga ye soki nga nazate, j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi, tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomissi Batou, depuis 1999, ti les lots. Bana les lots, bana Mickey, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Taarifa zisizothibitishwa rasmi zinaeleza kuwa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameripotiwa kuonekana tena katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini tangu wiki ya pili ya mwezi wa Januari huu. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, hii mara ya kwanza kwa Joseph Kabila kuripotiwa kuwepo katika eneo hilo, kwani tayari alishawahi kufanya ziara nyingine katikati ya mwaka 2025 katika mazingira ambayo hayakutangazwa rasmi kwa umma. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa baada ya kuhukumiwa kuna mahakama ya kijeshi na kunyimwa kinga zake za kisiasa, Joseph Kabila anadaiwa kuweka makazi yake ya muda mjini Goma
Inadaiwa pia kuwepo katika mji huo kwa lengo la kufanya mikutano ya siri na baadhi ya viongozi wa kisiasa na kijeshi wa muungano wa AFC M23 wanaopatikana katika eneo hilo. Hadi sasa kuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali wala kutoka kwa wahusika wanaotajwa ili kudhibitisha au kuhakikisha taarifa hizi. Hata hivyo, taarifa hizi zimezua mjadala mikali katika duru za kisiasa na kiusalama, hasa kutokana na hali tete ya usalama inayoendelea kushuhudiwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa endapo taarifa hizi zitathibitishwa, zinaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa kisiasa na kiusalama wa eneo la mashariki mwa nchi, hasa ikizingatia uhusiano unaodaiwa kuwepo kati ya baadhi ya wahusika wa kisiasa na makundi yenye silaha. Kwa sasa wakazi wa Goma wanaendelea na shughuli zao za kila siku, huku wakifuatilia kwa karibu mwelekeo wa taarifa hizi, wakisubiri ufafanuzi wa mamlaka husika. Kivu News Info tutaendelea kuwafahamisha wasikilizaji wetu mara tu taarifa zaidi zitapopatikana kutoka vyanzo rasmi. Waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, ametoa kauli yenye msisitizo juu ya vita vinavyoendelea nchini, akisisitiza kuwa hii si vita ya Rais Felix Antoine peke yake. Katika maelezo yake, Waziri Patrick Muyaya amekumbusha kwamba vita vya muda mrefu nchini DRC vimesababisha vifo vya watu takriban milioni 10, wakiwemo wanaume, wanawake na watoto. Amesema kwamba ni muhimu kwa wananchi kuelewa, kwani hii ni vita ya taifa nzima na si ya mtu mmoja au serikali moja. Amesema wale wanaozani kwamba vita hii ni ya serikali au ni ya Rais Tshisekedi wanakosea. Hii ni vita ya taifa inayogusa maisha ya mamilioni ya wananchi wa Kongo. Waziri Patrick Muyaya ametoa wito kwa wananchi na wadau wa ndani na nje wa nchi kuangalia historia ya vita nchini na kuacha kutoa maoni yanayoweza kuchangia kutawanya umoja wa kitaifa. Kauli yake inalenga kudumisha umoja na kueleza kwamba hatua za kijeshi zinazochukuliwa ni za kulinda usalama wa wananchi na kulinda mipaka ya taifa, sio maslahi ya kisiasa ya mtu mmoja. Hali ya usalama nchini DRC inaendelea kuwa changamoto, na kauli hii inafafanua wazi kuwa serikali inaona vita hii kama changamoto ya kitaifa na si mgongamano wa kisiasa kati ya viongozi. Waziri Patrick Muyaya amehimiza wananchi kushirikiana na mamlaka za usalama kutoa taarifa sahihi za uhalifu kutokomesha migongamano ya kisiasa ili kuhakikisha amani ya kudumu nchini. Kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eglise de Christ Congo ECC, limepongeza hatua ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa, ikisema kuwa ni ishara chanya kwa mshikamano wa kitaifa na juhudi za kurejesha amani ya kudumu nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jioni ya Jumatatu tarehe 12 Januari, Pastor Maurice Mondengo, mkurugenzi wa kabineti ya rais wa kitaifa wa ECC anayeshughulikia mawasiliano na uhusiano wa umma, alisema kuwa lengo kuu la mazungumzo haya ni kumaliza ghasia zinazorudiwa hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Alisisitiza kuwa lengo la mwisho ni kupata suluhisho la kudumu na la utulivu na amani hasa mashariki mwa nchi. Rais wa Jamhuri hakuwahi kutoa wazi mazungumzo haya. Kanisa alizungumzi maslahi binafsi, bali lengo lake ni kuhakikisha damu ya raia haitoki tena. Kuhusu maandalizi na utaratibu wa mazungumzo, ECC inapendekeza kutekelezwa kikamilifu kwa ramani ya njia Federute iliyokubaliwa mwaka jana 2025 kwa ushirikiano wa Senko, madhehebu mengine ya dini na ofisi ya rais. Ramani imechukuliwa kama kielezo cha kuaminika kinachotoa mwongozo wa amani ya kudumu. Kanisa linashauri pia kuzingatia mwelekeo mpya wa kidiplomasia wa kikanda na kimataifa, ikiwemo makubaliano ya Washington na Doha pamoja na mchakato wa Umoja wa Afrika unaoongozwa na rais wa Angola Joao Lourenço. Kuhusu mjadala wa kudai ukosefu wa kisheria na madaraka unaozidi kusikika kutoka upinzani, ECC inasema kuwa mjadala huo unapaswa kuangaliwa upya kwa mtazamo wa changamoto za miundo, hasa katika usimamizi wa rasilimali na utawala bora. Pastor Mondengo alisema kuwa kuna
hakuna mgogoro wa kisheria nchini DRC, kwani taasisi zetu zimetokana na mchakato wa uchunguzi uliokubalika kikatiba. Changamoto halisi za kushughulikia usimamizi bora na kuhakikisha usambazaji sawa wa rasilimali kwa wananchi wote, si kwa wachache tu. SSP imepongeza Angola na Rais Joao Lourenço kwa jukumu lake katika juhudi za kumaliza mgogoro nchini, akieleza kuwa kushirikiana kama rais wa Umoja wa Afrika. Kanisa linasema kuwa uelewa wake wa hali ya DRC unatarajiwa kutoa mchango mkubwa katika kurejesha amani ya kudumu. SSC inahitimisha kwa kusema kuwa mazungumzo ya kweli ya ushirikiano na yasiyo ya upendeleo kwa kisiasa ndicho chombo pekee cha kufikisha amani ya kudumu nchini baada ya utulivu wa muda mrefu. Msimamizi wa wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini, Sami Kalonji Badibanga, ametoa wito kwa wananchi wa eneo hilo kuepuka kuenea kwa chuki na ubaguzi wa kikabila, akisitiza kuwa hayo ni chanzo cha migawanyiko na mzozo wa kijamii. Katika ujumbe wake wa amani uliotolewa siku ya Jumanne tarehe 13 Januari, msimamizi huyo wa wilaya aliwashauri wakazi wa Fizi kuwa makini na ushawishi wa watu wanaoishi nje ya nchi ambao wanatuma taarifa zinazoweza kuharibu mshikamano wa kijamii na maendeleo ya eneo. Sami Kalonji Badibanga amesisitiza kuwa Fizi ni eneo lenye utajiri wa asili kutokana na mchanganyiko wa makabila, na mchanganyiko huu unapaswa kuonekana kama rasilimali badala ya chanzo cha kudanganywa na watu. Alisisitiza kuzingatia hali ya amani, kuachana na ubaguzi na chuki ya kikabila. Amesema wilaya Fizi imeundwa na makabila mengi, nimekuja kuleta ujumbe wa amani na upendo. Hatutaki ubaguzi wa kikabila. Wakazi wa Fizi wanapaswa kuishi kwa amani, wakulima, wanyama, madereva na bodaboda, mafundi, wavuvi, wafanyabiashara, bila kila mmoja afanye kazi yake na tuishi pamoja kama ndugu. Aidha, msimamizi huyo wa wilaya amekanusha ripoti za migogoro ya kikabila hasa katika Babembe na Bafuliru. Alisema taarifa hizo si za kweli. Ameonya dhidi ya watu wanaoishi nje ya Fizi wanaotumia mitandao ya kijamii au njia nyingine kusambaza ujumbe wa chuki, ubaguzi au mgawanyiko wa jamii. Sami Kalonji Badibanga pia amewaelezea wazalendo na vyombo vya usalama kuzingatia utaratibu na nidhamu, akisitiza kuwa taifa linaendelea kupitia kipindi cha vita na amani inahitaji mshikamano, mashauriano kati ya serikali na wananchi. Wakati nchi inashambuliwa, kila jambo lazima lifanyike kwa utaratibu. Serikali ipo, tunaomba wazalendo waruhusu vyombo vya serikali kufanya kazi zao kwa amani. Msimamizi huyo wa wilaya Fizi ambaye ni Sami Kalonji Badibanga ameongeza kuwa kwa kushirikiana kwa karibu kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, wananchi wanaweza kurudi katika makazi yao kwa amani, huku mamlaka za mkoa zikihakikisha usalama na mshikamano wa kijamii unaoendeleza maendeleo ya wilaya ya Fizi. Wakazi wa mji Uvira mkoani Kivu Kusini wanakabiliwa na ongezeko kubwa la bei za bidhaa za msingi. Hali hii inashuhudiwa kwenye masoko, maduka na maduka madogo, ikiwalazimu wananchi kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu maisha yao ya kila siku. Katika masoko ya Maendeleo, Kalimabenge na Mulongo, wafanyabiashara na wanunuzi wamesema kuwa bei zimepanda sana. Wameeleza kuwa sababu kubwa ni ufungaji wa mpaka wa Gatumbo unaounganisha DRC na Burundi, pamoja na kuzuia usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya maji kati ya Kalemi Uvira na Tanzania Uvira. Rashid Tombo, muuzaji wa samaki, amesema tukimnukuu, hapa sokoni bei zimepanda sana, bidhaa ni chache na zinauzwa kwa shida. Wakati mwingine tunapita siku nzima bila kuuza chochote. Mara nyingi tunarudi nyumbani mikono mitupu bila chakula kwa watoto wetu. Kwa upande mwingine, Bona, mwanachama wa jumuiya ya kiraia, ameeleza kuwa ongezeko la bei linaumiza sana wananchi walioko katika hali dhaifu kutokana na mgogoro wa kibinadamu na usalama. Bidhaa za msingi kama unga wa mahindi na mchele zimekuwa nadra sokoni na baadhi ya wazazi wanashindwa kumlisha familia zao. Kwa mfano, kisakato cha mchele kilichokuwa kinauzwa kwa $22 sasa kinauzwa $45. Biamungu Gustave, mtaalamu wa uchumi kutoka Kivu Kusini, amesema kuwa suluhisho la kudumu ni kuhakikisha usalama ili kuruhusu wazalishaji wa ndani kufungua mipaka na kuimarisha biashara. Amesema Uvira inategemea sana Burundi na njia ya Kalemi kupitia Fizi na Baraka. Tunapaswa kuhamasisha uzalishaji wa ndani, kudhibiti bei na kuhakikisha uwazi katika biashara ili wananchi wapate bidhaa
bidhaa kwa bei stahiki. Wakazi wengi wa Uvira wanaomba serikali kufungua mpaka mpya wa Gatumba na kuruhusu usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya maji katika njia ya Kalemi Uvira ili kuhakikisha upatikanaji wa vyakula na kupunguza hali ngumu inayowakabili. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 14 Januari mwaka 2026, na nikujuze tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kuletea habari zetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile nikwambie tu kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla ya kuondoka tungekusifu kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme, vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuendelea kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia yetu na mazungumzo yetu ya kila siku ni kukuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo nawe endelea kutuandikia na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu unaweza kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Kwa Kifaransa wanasema lien ya kwanza ukiklikea inakupeleka moja kwa moja kujiabone na channel yetu ya WhatsApp, na lien ya pili itakupeleka moja kwa moja wewe kujiunga pamoja nasi kwenye grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itakurahisishia sana usipitwe na chochote kipindi ambako utakuwa unapostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lolonga, sina la ziada ila tu niache niendelee kusema asante sana kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 14 Januari mwaka 2026. Na ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Kila siku tunasema sauti yetu, habari yako. Basi achani kutakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na vile tunakuambie tuendelee kwa pamoja, na huenda tena tukutanane kwenye taarifa zetu zingine za baadaye.